Jambo tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Ikiwa basi ni tarehe 20 za mwezi wa 6 mwaka 2025, Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa basi ndio ilikuwa mara kwanza unasikiliza unatizama habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, basi tunakuomba kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kweli ni kuhakikishia tunakuletea habari sahihi zenye ukweli, zenye kuaminika, tena kwa muda muafaka. Na basi katika taarifa zetu za asubuhi ya leo tutakupeleka upate kujua kile ambacho wazalendo, yani kauli ya coordination na moderation ya wazalendo wa Est ya Republic Democratic du Congo walichokiongea. Wametoa kauli na kusema kwamba sasa hivi wazalendo wapo katika mji wa Bukavu na wameuzunguka mji wa Bukavu, wapo katika maeneo ya Katana, Bagira, Panzi, yani wamezunguka mji mzima wa Bukavu na maeneo mengine kuanzia Nyangezi, Nyatende. Yani utapata kusikia kauli hiyo ya coordination na moderation ya wazalendo wa Est ndani ya Republic Democratic du Congo ambao walifanya pamoja na waandishi wa habari hiyo tarehe 19, ilikuwa ni siku ya jana mwezi wa 6 mwaka 2025. Mimi langu jina ni Iteloge Lulonga, basi nakukaribisha kusikiliza. Coordination ya Uvira umesema kwamba mmeanzisha mapambano tangu tarehe 13 ya mwezi huu popote jimboni Kivu ya Kusini. Tuambie kwa sasa mapambano hayo yanasimamia wapi na mambo yanaendelea namna gani? Nawaza nimesema kwamba tumeamsha mapambano makali katika jimbo lote la Sud Kivu kwa warogaroga wa M23 AFC ambao wanaongozwa na Rwanda kupitia wachuruzi wakubwa wa ulimwenguni au tunaita wa multinational. Na hayo mapambano tumepigana katika village ya Rugezi katika territoire ya Fizi. Tumewafukuza wale Watwiraneho ambao walienda kujiunga na M23, na katika tarafa la Walungu tumewafukuza mu village ya Lushego mu milima ya Nyafunze. Na leo tangu le 13 tunapambana na tunaonekana Bagira, Kabare, Ndosho, Nyatende, Mumosho, Panzi, Katana, mpe partout kule tuko tunapambana na adui na tunampiga. Na mapambano yanaendelea hadi sasa, na kupambana kwetu kama vile nilivyowaambia hapo awali kwamba hatutoishia pa Uvira, tutaendelea mpaka kukamata Bukavu na Goma. Na leo tunapatikana katika mji wa Bukavu sababu watu wa Bukavu wameomba twende. Na leo tumeenda na tuko Bukavu kwa kuwakomboa. Sio mara ya kwanza mnafanya hivyo. 80% ilikuwa mikononi mwa wazalendo maeneo ya Nyangezi, hata maeneo ya Katana mmekusha kushambulia mara kwa mara. Je, raia wa Bukavu kwa sasa na maeneo ambayo umesema wategemee nini, kwa sababu wanakuwa wakisema mnakuja mnapiga masaa madogo tu na mnakimbia? Wategemee nini kwa sasa? Ingelikuwa tunakuja kwa masaa madogo na tunakimbia, ninakuambia kwamba mapambano tumeanza tariki 13 na leo ni tariki 19. Kwa tariki 13 na tariki 19 tunaona kwamba sisi tunamiliki. Kwa raia wa Bukavu wategemee kwamba ni jeshi la ukombozi, ni wazalendo wanakuja kuwagomboa, kuwatoa katika mikono ya warogaroga wale wa M23. Nafikiri vita hivi ambavyo mnavianzisha bila wazazi wenu kama gisi unazoea kusema FRDC, mnafikiri mtaviweza? Unajua vita ya sasa ambayo tunapigana ni vita ya raia, na raia amesimama kwa kupambana vita. Katika ulimwengu mzima raia akisimama apigane vita, hakuna anayeweza kudhibiti ama anayeweza kumpiga.
Na sisi raia wa Kongo, raia wa Est, tumesema tupigane vita, tuondoe adui katika nafasi ambazo anazimiliki. Utajua kwamba tuna sasa miaka 13 ambayo tunapambana na maadui, ambao Rwanda kupitia wa multinational walituimpose vita ambayo hatukuwa tunategemea. Miaka 13 ya mapambano, na kwa miaka 13 leo raia ya Kongo, raia ya Este, raia ya Uvira, raia ya Bukavu, raia ya Goma, tunasema kwamba tupigane vita, tuwaondoe katika mahali. Yani kutegemea FRDC. FRDC haina nguvu kuzidi raia wake wa Kongomani, na FRDC wanachukua nguvu ndani ya raia. Sasa raia mwenyewe anasimama kwa kupigana, na nawaza kwamba hatutegemei msaada mwingine. Msaada tunao ni raia, na raia ndio wanapigana, ndio tunaita watu. Ni kwamba gisi FRDC haipigani, ndio kwa maana mwe mnaamua sisi tunapigana na tunakomboa mingini yetu, na tunafukuza adui, kumrudisha kule alikotokea. Sio kumrudisha katika milima, ni kumrudisha nje ya nchi kule alikotokea. Kama alitokea Rwanda, arudi Rwanda. Kama najua alitokea Uganda, arudi Uganda. Lakini najua ametokea Rwanda na tunamrudisha Rwanda. Matokeo kwa leo kwa vita ambao mmeanzisha tangu tarehe 13 ni namna gani popote ambako mmeanza vita? Matokeo ni kwamba tunamiliki vijiji, na leo M23 ambayo AFC ya Nanga inaanza kukimbia, wako wanavula teni, wanaanza vula teni na wanatembea kama wazalendo ili watu waache, kuonesha kwamba Bukavu inakuwa katika mikono yetu. Na profiteo kazi kuambia watu wa Nanga ambao wako tena Bukavu, ambao hawajakimbia, wajisalimishe kwa jeshi la wazalendo, wavue, wachukue silaha zao, wajisalimishe kwa jeshi la ukombozi la wazalendo. Sababu wale ambao ni wakongomani wakijisalimisha tunaweza tukawasamehe, lakini kwa wale Wanyarwanda warudi kwao. Mwaenase Tandezeri wakuwe wanatoka katika mji wa Bukavu, watuachie mji wa Bukavu sababu tuko ndani. Kama hawaondoki wataona kitakachotokea. Labda ujumbe wa mwisho? Kwa ujumbe wangu wa mwisho ni kusema kwamba raia wote wa Sud Kivu, raia wa Nord Kivu na raia wote wa Este ambako kuko vita, ni wakati wa vita, na kila mtu, kijana, mvulana, msichana achukue upanga, achukue mkuki, baba achukue mkuki, mama achukue shoka, kila kile mtu anaweza kuwa nacho asimame ili tupiganishe adui. Msaada wetu ni sisi wenyewe, na vita ni ya raia. Raia wenyewe tunapigana ajili ya kujikomboa. Naacha niseme asante sana kwako wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Sisi kweli nia na mazumuni yetu ni kuletea habari sahihi zenye kuaminika na muda muafaka. Langu jina ni Itelo Jelulonga, na tukiendelea kutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unasikiliza unatazama habari zetu kupitia mtandao wa YouTube, basi nakuomba kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Wafaransa wanasemaka kueme, kupartager na kujabone kwenye channel yetu ili usiwe napitwa na chochote. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Vile vile unaweza ukatuandikia kupitia namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha. Utujuze, tuambie maoni yako, na tusikilize na ufuate matangazo ya Kivu News Info ukiwa sehemu gani. Basi nikwambie bye bye, na tukutanane kwenye habari zetu za mchana.